mchana wa leo nataka tushiriki neno moja nzuri ndani ya mwezi wa Disemba. Leo ni tarehe 7 ya Disemba mwaka 2025. Imesalia siku chache tukamilishe mwaka huu, mwaka wa neema, mwaka wa mvua ya neema. Na ndani ya mwaka wa mvua ya neema kuna vitu Mungu ametenda kwa maisha yetu na kwa kila mmoja wetu. Mungu ametenda kwa kanisa, Mungu ametenda kwa taifa la Kenya, na pia amelitenda kwa wana wa madhabahu haya. Bwana Yesu asifiwe. Na pia ametenda kwa watumishi wake. Na pia kuna yale ambayo yamesalia ambayo tunamwaminia Mungu kwamba atayatenda kabla mwaka kuisha. Bwana Yesu asifiwe. Na ningependa tu nirudi nyuma. Miujiza ambazo Mungu amefanya kule Kitivo imetokana na sauti kupitia kinywa ya mtumishi wake. Bwana Yesu asifiwe. Katika maandiko yanatuambia kwamba kinywa ya mwanadamu ina uzima na ina laana pia. Bwana Yesu asifiwe. Pale anapokuja mtu aliye mgonjwa, neno la uzima unapotamkwa anapata uzima. Bwana Yesu asifiwe. Na uzima inapatikana madhabahuni mwa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Laana na magonjwa na shida na tabu zinapatikana madhabahuni pa shetani. Bwana Yesu asifiwe. Leo nimekuja kutangaza ama kufundisha kuhusu silence that voice. Bwana Yesu asifiwe. Silence that voice. Mtoto anapozaliwa kuna wengi wanatamkiwa maneno mabaya. Na mtoto anapozaliwa wengine wanaletwa madhabahuni kutamkiwa neno la baraka. Inategemea unapozaa mtoto unampeleka madhabahu gani. Unapopata kazi, fedha unayopata ya kwanza unaipeleka madhabahu gani? Bwana Yesu asifiwe. Unapopata mchumba, unapompeleka kumtambulisha kwa wazazi, umempeleka katika madhabahu gani? Bwana Yesu asifiwe. Leo hii tunaishi katika tabu na shida kutokana na sauti ambazo tulitamkiwa. Haleluya. Yesu baada ya kusaliwa na amefikisha umri wa kubatizwa, alishuka mto Yordani kubatizwa na Yohana Mbatizaji. Sauti ikatoka mbinguni ikasema, "Huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye." Ni sauti ya Mungu ambayo inanena kwa anga ya Yesu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Na katika maisha yetu siku ya leo kuna sauti ambazo zimenenwa kwa kazi zetu. Kuna sauti zimenenwa kwa biashara. Kuna sauti zimenenwa kwa ndoa zetu. Kuna sauti zimenenwa kwa watoto wetu. Tumekuja kuisilence hiyo sauti siku ya leo, ili tunaposafiri kwenda Krismasi tuende kama watu ambao tumefunguliwa, tuende kama watu ambao tumebarikiwa, tuende kama watu ambao tumeona mkono wa Bwana, mwaka wa mvua ya neema. Bwana Yesu asifiwe. Je, uko tayari kunyamazisha hiyo sauti? Sauti ambayo ilisema hutairudi bara. Sauti ambayo ilisema hutaingia kwenye ndoa. Sauti ambayo ilisema biashara haitaendelea. Sauti ambayo ilisema hii biashara haitaenda mbali. Sauti ambayo ilisema hakuna mhuduma katika nyumba hili. Leo tumekuja kuinyamazisha hiyo sauti. Kila sauti ambayo si ya Mungu lazima inyamazishwe siku ya leo. Yale yaliyotendeka kule Kitivo ni sauti ya Mungu linena, na leo tunaenda kunyamazisha kila sauti. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haijalishi ni nani aliyetamka. Hata kama alitamka na akafa, ndani ya neema ya siku leo, ibada ya leo itakupatia ufunguo wa kuingia katika baraka zako. Hata kama ni nyanya mzee alitamka, ataenda na sauti yake mwenyewe. Lazima uishi ukitangaza neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama alisema utajenga, kuna Mungu ambaye anaishi peke yake mbinguni, akae kikao na mwanadamu, akisema leo utajenga nyumba ghorofa, utasimamisha, maana ataagiza fedha na dhahabu ziangukie mikononi mwako. Bwana Yesu asifiwe. Ulianza mwaka ukiwa na matumaini, ulikuwa na afya zako,
Lakini kabla miaka inapoendelea kuna vitu ambazo zinabadilika. Ukaanza kusikia kifua, mtoto akaanza kukoa, afya ikadhoofika. Ni sauti ya waganga, ni sauti ya washirikina, ni sauti ya wasabasi, ni sauti wenye wivu. Leo kuna sauti ya Mungu wa simba kabila ya Yuda, itanyamazisha kila agano. Haleluya! Kuna sauti ambayo Mungu anasema utaishi. Kuna sauti ambayo Mungu anasema utajenga. Wamesema utarudi Krismasi ukiwa na watoto. Wamesema utarudi nyumbani kusherehekea na watoto wako. Lakini Mungu anasema mchana wa leo, kila sauti ya adui, kila sauti ambayo imekaa katika anga yako itashukishwa chini mchana wa leo. Haleluya! Fungua nami kitabu ya Mwanzo, Genesis chapter 4 verse 10. Ni story ya Kaini na Abeli. Kaini na Abeli. Bwana Yesu asifiwe. Genesis chapter 4 verse 10 all the way to 13. Usijali kile wamenena katika anga yako. Mungu aliyefanya njia kwa bahari ya Shamu wana Israeli wakapita, huyo Mungu ndio ataifanya njia kwa hilo tatizo. Akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inalia kutoka katika ardhi. Bwana Yesu asifiwe. Umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inalilia kutoka katika ardhi. Basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofumbua kinywa chake, ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akamuuliza Kaini, umefanya nini? Haleluya. Leo hii pia Mungu anauliza adui yako, umefanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Umefanya nini? Kwa maana damu ya ndugu yako inalilia kutoka kwenye ardhi. Yaani Kaini alimwaga damu ya Abeli bila hatia yote, kwa sababu Abeli alitoa sadaka na ikakubalika mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Huenda pia kwa maisha yako kuna kitu ulifanya ikagusa moyo wa mzazi wako. Yale majirani wakaona wivu, wakakuenda kukutenda mabaya. Uendako kwa katika kazi, wewe ni mtu unapendwa na wakubwa wako, na kuna mtu amekwendea kinyume akakuzingizia mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna sauti ambayo Mungu anaisikia. Usiseme kwamba Mungu asikii maombi yako. Mungu anasikia ombi ambao unaliomba usiku na mchana. Bwana Yesu asifiwe. Kama Mungu alikubali sadaka ya Abeli, akakataa sadaka ya Kaini, Kaini akaingiwa na wivu akamuua Abeli. Kisha hapo Mungu akasikia sauti ya Abeli kilia kwenye damu ambayo ilifungua kinywa na kumeza damu yake. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii kuna watu wanaishi katika matatizo, watu wanaishi katika shida, wanaishi katika mahangaiko, kwa maana shida na chanzo imetokea kwa mikono ya wanadamu. Haleluya. Leo hii haungekuwa mahali ulipo kama si mkono mwanadamu kukandamiza. Lakini ashukuriwe Mungu ambaye amekulinda mwaka 2025. Hujakufa, hujaangamia. Mungu aliyekulinda atakulinda ukamaliza mwaka salama. Haijalishi walikuingiza mahali gani, haijalishi walikusindikizia kazi ukafutwa kazi, Mungu aliyekupatia kazi anaenda kukupatia kazi nyingine. Haijalishi kuna watu walinena mabaya kwa ndoa, wakasema watu wanapoolewa kwa hii ndoa hawaishi na amani, hawazai. Kuna Mungu ambaye anapeana watoto. Una Mungu ambaye analinda kazi. Una Mungu ambaye analinda biashara. Huyo Mungu ambaye alirudi na kumbariki Kaini, huyo Mungu ambaye atakubariki siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza, baada ya Kaini kumuua Abeli, Mungu akamuuliza, je, umefanya nini? Umefanya nini? Kwa maana nasikia sauti ya ndugu yako inalia kwenye ardhi. Ilikuwa ni uchungu sana. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 11
Ikasema basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi. Kumbe wakati mwingine mtu anapokutamkia neno, wewe unamchukulia kwamba tu ni mzaa, lakini neno lina nguvu sana. Bwana Yesu asifiwe. Matamshi yana nguvu, kuna sauti zina nguvu. Kama Mungu alimwambia Kaini, umelaaniwa wewe katika ardhi. Sikiliza, iliyofumbua kinywa chake ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. 12. Utakapolilima ardhi haitakupa mazao yake. Utakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani. Bwana Yesu asifiwe. Mungu aliachilia laana kwa Kaini. Utakapolima ardhi haitakupa mazao. Kuna watu wanafanya kazi mwaka mzima, pesa wanaoipata haimfaidi chochote. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanalima shamba, wanapanda mazao, lakini wanaendelea wanaangukia patupu au havuni chochote. Ni mkono uliolaaniwa na watu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wamelaaniwa mikono yao, kwamba chochote unachokishika kisizae, chochote unachokishika kisiendelee. Na leo nimekuja kutangaza, chochote yoyote aliyetamka katika maisha yako, kila voice ambayo iliinuliwa kwa kazi yako, kila voice ambayo iliinuliwa kwa biashara yako, kila voice ambayo iliinuliwa kwa huduma yako, kila voice ambayo iliinuliwa kwa boma la kwenu, lazima litii neno la Bwana. Tunaangusha kila voice, tunakanusha kila sauti ambayo ilisema hatutamaliza mwaka, ambayo ilisema hatutavuna, ambayo ilisema tutazika mwaka wa 2025, hatutabaki watu wa kawaida. Hiyo sauti ambayo imetumwa kinyume yetu, hiyo sauti ambayo imetumwa kinyume na watoto wako, hiyo sauti ambayo imetumwa kinyume na huduma yako, hautakufa bali utaishi, hautaanguka bali utasimama, hautachekwa bali utaheshimika. Nimekuja kutangaza, mwaka huu utamaliza na kicheko, mwaka huu utamaliza na furaha. Waliokutarajia urudi na mikoba nyumbani, unarudi na shopping ya Krismasi. Waliotarajia kurudi nyumbani na kilio, unarudi ukiwa una furaha. Waliotarajia unarudi umepanda pikipiki, unarudi na Uber. Nimekuja kutangaza, kila sauti ya adui ambayo imesimama juu yetu inaanguka mchana wa leo. Haleluya. Tutamaliza mwaka na nguvu zetu, tunamaliza mwaka na watoto wetu, tunamaliza mwaka na kazi yetu. Tunaenda chukua livu, tunaenda nyumbani, tunarudi kazini. Hata kama walisema tunaenda tukiendanga, tunaenda tukirudi, tunaenda tukibarikiwa, tunaenda tukiimba. Mungu ametenda. Haleluya. Tunaenda tukisema Mungu ametenda. Ametenda Kitivo, ametenda Nairobi, ametenda kwa maisha yangu, ametenda kwa maisha yako, ametenda kwa watoto, ametenda kwa kazi, ametenda kwa biashara. Ni Mungu amefanya. Haleluya. Wapige wawili watatu haifai, mwambie Mungu amefanya. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza 13. Sikiliza mstari wa 13. Kaini akamwambia Bwana, adhabu yangu imenikulia kubwa. Hao maadui adhabu yao itawakulia kubwa. Hao mashetani adhabu yao itawakulia kubwa. Haijalishi ni ndugu yangu aliniendea kinyume, adhabu yake itamkulia kubwa. Haitashughulikia, adhabu yake itamkulia kubwa. Haijalishi ni ndugu yako, haijalishi ni mama yako, haijalishi ni mzazi wako, adhabu yake itamkulia kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Sauti lazima tuzinyamazishe. Hizo sauti lazima zitii sauti ya Mungu ambayo ilisema tutabarikiwa, tutabarikiwa. Mimi hata kama nimemaliza miaka 2 3, ninachokiamini kwamba kile
Mungu alisema kwa kinywa wa watumishi wake lazima litatimia. Imesemekana nitaendesha gari, lazima nitaendesha. Imesemekana nitaenda mataifa nje, lazima nitaenda. Haijalishi itachukua muda gani. Maandiko yanasema kwamba hata kama itakawia, lazima litatimia. Haleluya, lazima itatimia. Chini ya mafuta haya, ndani ya madhabahu haya, lazima itatimia. Utatoa machozi, lakini litatimia. Utafinywa, lakini utatimia. Andiko litatimia, maneno yatatimia, sauti ya Bwana litatimia, sauti ya Bwana litatimia. Haleluya, napenda hii sana. Lazima watii sauti ya Mungu, lazima watii. Kaini akamwambia Bwana, adhabu yangu imenikulia kubwa. Sikia 14. Sikia 14. Tazama, umenifukuza leo katika uso wa ardhi. Tunawafukuza leo hao ambao wamesema hatutalima, hao ambao wamesema hatutapanda, hao ambao wamesema hatutanawiri Nairobi, hao ambao wamesema hatutasafiri bara, hao ambao wamesema hatutakaa kwenye ndoa, hao ambao wamesema tutaendelea kulipa rent hapa, hao walisema tutatuona wataenda wapi, hao tu. Akasema, tazama, umenifukuza katika uso wa ardhi. Bwana Yesu asifiwe. Nitasitirika mbali na uso wako. Lazima wakuache wewe, wasitirike mbali na uso wako, wasitirike mbali na watoto wako, wasitirike mbali na biashara yako, wasitirike mbali na huduma yako, wasitirike mbali na huduma unayofanya kwa ndugu zako. Bwana Yesu asifiwe. Nami nitakuwa mtoro, mtu asiye na kikao. Wakuwe watoro katika miji zao, wakuwe watoro katika biashara zao, wakuwe watoro katika kila hali. Hata kama wanakaa mjini, wakuwe watoro, wasisaidiwe na mtu yoyote, wasisaidiwe na watoto wao, wasisaidiwe na ndugu zao. Wakasema, nitakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani. Wakose makao wao ili tupate makao, wakose kazi yao ili tupate kazi, wakose afya wao ili tupate afya, wakose uzima ili tupate uzima, wakose pesa hao ili tupate pesa. Wao lazima tuachilie kila sauti yaliyotangazwa katika maisha yetu. Mchana wa leo tumeinyamazisha kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Sikiliza, akasema hata itakuwa kila anionaye ataniua. Tunaua mchana wa leo. Tunawaua waganga washirikina, tunawaua mchana wa leo. Walioshikilia pesa ili tusiende Krismasi, walioshikilia pesa ili tusijenge madhabahu ya Bwana, walioshikilia pesa ili tusisafiri, walioshikilia pesa ili tusilipe karo ya watoto wa shule, walioshikilia pesa ya biashara zetu, tunawaua mchana wa leo. Upanga wa Gideoni itawaangukia mahali walipo, hata kama watajificha kwenye mabonde. Mungu anasema kwamba nitawafuatilia kule na kuangamazia kule. Neno la Bwana linasema ni upanga ukatao kuwili, mikono yao itakatwa leo. Wataachilia maisha yetu, wataachilia pesa. Tunaposafiri, tunasafiri na uzima, tukiwa tunaimba tu, ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ni Bwana ametenda mwaka huu. Tulikuwa tunadharauliwa, ni Bwana ametenda. Tulikuwa hatuna matumaini, ni Bwana ametenda. Walisema hutaifunga ndoa, leo hii uko katika ndoa. Walisema hutaipata watoto, leo hii uko watoto. Kwa nini? Ni Bwana ametenda. Mwambie mwenzako, Bwana ametenda. Sema, Bwana ametenda. Haleluya. Twende tu haraka. Wakorintho wa kwanza 14:10. 1 Corinthians 10:14. 14:10. Tutarudi hapo tu.
14:10. Maandiko yanasema, sikiliza, yamkini ziko sauti za namna nyingi duniani, wala hakuna moja isiyo na maana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna sauti ya namna mingi duniani, wala hakuna moja isiyo na maana. Na pia inategemea ilitamkwa kupitia madhabahu gani. Bwana Yesu asifiwe. Sauti ambazo zinaweza tamkwa na ikabadilisha maisha ya mtu ni yale sauti ambayo imetamkwa katika madhabahu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na pia kuna sauti ambayo waganga, wachawi, washirikina, wasiokupenda, wenye wivu, wenye chuki wanasimama katika madhabahu ya shetani na kutamka sauti hizo. Kuna maneno ambayo zinatamkwa ni sauti, ni mtu anatoa sauti. Bwana Yesu asifiwe. Usifikiri kwamba sauti ni kilio peke yake ama kicheko, lakini yale maneno yanapotamkwa is a voice. Bwana Yesu asifiwe. Na sauti hizi inategemea ni imetamkwa katika madhabahu gani, na je, huyu anayetamkiwa ni mtu wa namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninachokiamini kwamba mtu yoyote ambao Yesu ako ndani yake, hata kama adui atasimama atamke mauti, haitaniweza. Bwana Yesu asifiwe. Yoyote ambaye amempokea Yesu kama mwokozi wa maisha yake na akakubali Yesu akae katika moyo wake, akae akamuongoza na akamlinda, huyo hata atamkiwa mauti, hata atamkiwa kifo, haitampata, kwa maana umesimama katika madhabahu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka mzima tumesimama katika madhabahu ya Mungu, na kama kuna yoyote aliyetamkiwa mauti ndani ya Disemba hii, kwa maana tunajua katika ulimwengu wa roho ni mwezi wa kutoa watu sadaka, ni mwezi wa kuangamiza watu, ni mwezi ambao maadui wanatafuta damu, lakini tunajua kwamba Disemba hii hakuna sadaka yoyote ambao watapata katika uzazi yetu, katika huduma ya tualike, katika wana madhabahu haya, maana mkono wa Bwana u juu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Sauti zao ni yao, lakini sisi tunamsikiza sauti ya Mungu anasema nini. Bwana Yesu asifiwe. Alisema nitabarikiwa, nitabarikiwa. Alisema niwe mzima, nitakuwa mzima. Alisema nitembee kwa miguu zote miwili, nikicheka nitatembea. Haleluya. Sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu. Mwambie mwenzako sauti ya Mungu. Sikiliza nyingine, 1 Samuel chapter 17 verse 10. Sauti ambaye inaweza badilisha. Wakati mwingine unapoona kwamba maisha yamekuwa magumu, usijitamkie matamshi ambaye inakudhuru. Bwana Yesu asifiwe. Ukasema mimi naona nikienda kulazwa hospitali kwa sababu hii ugonjwa imenishika zaidi ya wiki 2. Hapana, tamka kwamba aliye mdhaifu aseme mimi mwenye nguvu tena. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya Goliati kutukana wanajeshi wa Mungu, wanajeshi wa Israeli, baada ya Goliati kila mwaka, kila siku anatokezea katika jeshi yake pia ambayo iliongoza na kutamka mambo ya kutishia wana wa Israeli, kulitokea shujaa mmoja ambao ni Daudi, ambaye alikuwa ametumwa na baba yake kwenda kuona ndugu zake kuwapelekea chakula. Na alipofika pale na kusikiliza sauti ambayo Goliati alikuwa anatoa, aliingiwa na ujasiri, akajua kwamba simba nilimuua, dubu nilimuua, hata huyu Mfilisti pia nitamuua. Akatamka jambo, akasema wewe umetujia sisi wana Israeli, wanajeshi wa Israeli, wao unataka kutuangamiza, lakini ninasimama kwa jina la Mungu Baba kwamba nitakuangusha leo mchana na kichwa chako nitapea ndege wa angani. Bwana Yesu asifiwe.
Maandiko yanatuambia kwamba Daudi aliingia na ujasiri. Maandiko yanasema kwamba wana Israeli ambao walikuwa wanajeshi walikuwa wamejawa na uoga, lakini kijana mdogo huyo aliingia na ujasiri, akijua ndani yangu nimembeba Yesu Kristo, kwamba huyu nitammaliza. Nilimaliza simba na dubu, pia huyu anayesimama nitammaliza. Bwana Yesu asifiwe. Yule Mfilisti akasema, na ya kutukana leo ewe majeshi ya Israeli, nipeni mtu tupigane naye. Alitoa sauti akitusi wanajeshi wa Israeli. Na je, ni nani aliyetusi maisha yako? Nani aliyetusi watoto wako? Nani aliyekuwekea magonjwa ambaye kila siku unaumwa na kichwa saidi moja? Ni nani ambaye kila unapoamka asubuhi unasikia tumbo inakata ni kama kumeweka upanga? Ni nani aliyekutumia magonjwa yasiyojulikana? Unapolala usiku unasikia popo inatembea kwenye mabati. Unapoingia kwa biashara wameweka mayai, wamevunja mayai kwa biashara yako. Unapotenda kazini umewekewa notice kwenye deski yako kwamba wachana na kazi ya kujipendekeza. Leo nimekuja kutangaza kila sauti ambayo iko kinyume na wewe, kila sauti ambayo iko kinyume na mafanikio yako, hiyo sauti inyamazishwe mchana wa leo. Kama vile Daudi alimwendea Mfilisti na akamnyamazisha, akamwambia, ewe Mfilisti, wewe Mfilisti, wametujia sisi wanajeshi wa Israeli na wametutusi ya kutosha. Wewe adui, wametutusi ya kutosha. Nimekuja kutangaza kwako, kila anga, kila agenti aliyetumwa kwa maisha yetu ndani ya mchana wa leo, yani ya ibada ya leo, kama mtoto anatoka E anaenda mpaka B kwa sauti ya kinywa mtumishi wa Mungu, kwa sauti ya Mungu wapitia kinywa mtumishi wa Mungu, hata mchana wa leo hicho unachokiona ni mlima, Mungu anaenda kuisawazisha. Hicho unachokiona utakipata, Mungu anaenda kuisawazisha. Hicho ambacho unakiona itapona, Mungu anaenda kukipona. Huyu ambao unamwona na kuchukia, Mungu anaenda kuachilia uzima. Inuka na useme power. Haleluya. Haijalishi wamesema nini kwa maisha yako, ninalojua nafuata sauti ya Mungu. Haijalishi walitamka nini, ninajua nafuata sauti ya Mungu. Akanena na baba yetu akamwambia, toka Taita nenda Nairobi, mji ambao ajulikane, mji ambao ana rafiki, mji ambao imetawaliwa na watu wengine. Akamwambia, Nairobi lazima ufanye ujanja, lazima ukuwe mkora kidogo ili ufanikiwe kipesa. Lakini Mungu wetu anasema, mimi ndiyo mwenye fedha, mimi ndiyo mwenye dhahabu, mimi ndiyo baraka. Na nenda tu, wewe nenda tu, nitakubariki huko huko, hata kuheshimisha huko huko. Baba akaondoka Taita, akaja Nairobi, akaanzisha huduma kwa sauti ya Mungu, akaanzisha huduma kwa sauti ya Mungu. No, yuko hapa Nairobi, no, yuko hapa Baraka Mole, no, ana watoto wa kiroho, no, ana huduma, no, ana mwimbaji, no, ana huduma, no, ako na uombezi. Alitii sauti ya Bwana. Haleluya. Ni vyema kutii sauti ya Mungu. Abrahamu akaambiwa, ondoka hapa, inaenda mahali nitakuonyesha. Hakusema Mungu, mahali hapa ni kuzuri, mahali hapa inapendeza, mahali hapa kuna rutuba, naweza panda nikavuna, hapa kuna nyasi, ng'ombe na mifugo wanaweza zinawiri. Yeye alitii sauti ya Mungu akatoka. Bwana Yesu asifiwe. Tii sauti ya Mungu utabarikiwa. Tii sauti ya Mungu utainuliwa. Tii sauti ya Mungu utaenda mbali. Tii sauti ya Mungu utaona mema ya nchi. Tii sauti ya Mungu utaona mafanikio katika kazi yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sikiliza hili. Esther chapter 4 verse 14. Bwana Yesu asifiwe. Najua kuna watu ambao wanapangia watu mabaya. Wamekupangia kwamba tuone huyu amezoea akija na Krismasi kwa wazazi, amezoea tu akija kila Disemba anakuja kama amejenga nyumba,
anakuja kila Disemba, anakuja na baraka zake. Tuone kama atarudi Disemba hii, tuone kama atamaliza mwaka, tuone kama ataingia mwaka mwingine. Kumbe kuna matamshi yanayotamkwa katika ulimwengu wa giza, ulimwengu wa roho, ambayo adui ametamka katika anga yetu ili tusifanikiwe. Lakini kuna Mungu ambaye ananena uzima usiku na mchana. Esther akasema, kwa maana wewe umenyamaza, Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza verse 10. Kwa maana wewe umenyamaza. No, 14 hapo. Kwa maana wewe ukinyamaza kabisa wakati huu, ndipo kutakapowatokea Wayahudi msaada na wokovu kwa njia nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Esther anaambiwa maneno haya, kwa maana wewe ukinyamaza kabisa wakati huu. Ni wakati Esther na Wayahudi wote wamepangiwa na amani amewapangia mauti, kwamba ifikapo Disemba. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikuonyeshe, rudi hapa nyuma, hapa nyuma, nyopa nyuma. Hapo nyuma tu, kwamba ni mwezi wa Disemba. Ni mwezi wa Disemba, kwamba Wayahudi wote walipangiwa kufa, na huyu Mordekai mwenyewe atundikwe kwenye msalaba ambaye amani alikuwa ametengeneza. Bwana Yesu asifiwe. Wacha nitaitafuta. Ilikuwa ni mwezi wa Disemba, tarehe kama 13 hivi. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba Wayahudi wote pamoja na Mordekai na Esther mwenyewe wamepangiwa kuuawa. Ni vile vile pia sisi, kuna wengine wetu Disemba tunapangiwa kuuawa kikazi, kuuawa kibiashara, kuuawa kihuduma. Lakini Mungu ambaye alisema leo hii kumchana wale kwamba ndiye aliyemwambia, alimwamtuma kumpitia kinywa cha Mordekai kwamba mwambie Esther ambaye yuko katika nyumba ya mfalme kwamba kwa maana wewe ukinyamaza kimya, ukinyamaza kabisa wakati huo, ndipo kutakapotokea Wayahudi msaada wa wokovu kwa njia nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe hata tukinyamaza leo hii, msaada wetu utatokea katika njia nyingine, ili mradi uko katika njia za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana wewe ukinyamaza, Esther anaambiwa ukinyamaza, usijifanye uko katika nyumba ya mfalme, usijifanye kwamba wewe ni mke wa mfalme. Tukiuawa sisi Wayahudi, pia wewe hautasalia. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba kizazi chote cha Wayahudi watauawa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio akasema msaada wao Wayahudi, msaada wa wokovu kwa njia nyingine, ila wewe utaangamia pamoja na mlango wote wa baba yako. Bwana Yesu asifiwe. Mchana wa leo, yoyote aliyetamka, alitoa sauti na akakanusha vitu ambayo tumenenewa madhabahuni. Tunajua kwamba kuna wengine wanakuja ukikaa katika ibada, wanasikiliza leo chairman ametabiriwa nini, anaenda pia anaikanusha. Alitabiriwa baraka, anaenda anakanusha laana. Huyu atabarikiwa, huyu ataendesha gari, huyu atanawiri. Kila yoyote ambaye amesimama katika anga yetu ili kunyakua baraka zetu na kubadilisha baba neno la kinabii, kubadilisha matamshi ambayo tumenenewa madhabahuni, tumenenewa katika ibada na na kuibadilisha, tunamgujia kwa upendo na upanga, kwamba yoyote ambaye amesimama nasi, wana msaada Mungu anatumana mchana wa leo. Mungu atafanya njia ya kutokea. Watabaki wakinyamaza kimya, wakisema alitokea wapi? Huyo nilimnenea uzima, lakini mbona na uzima? Huyo nimnenea afutwe kazi, lakini naona akienda kazini. Leo hata amenunua gari nyingine, na hata ameongeza mtoto mwingine. Alikuta
kutamkia maneno yasiyofaa. Tunatangaza mchana wa leo, kila tamko ambao wametamka kinyume na kazi, kinyume na wazazi, kinyume na mifugo asiendelee. Mumewekewa namba, mifugo haipiti namba 5, mifugo haipiti namba 10. Biashara yako haipitishi 50,000, haipitishi 100,000. Tunatamka mchana wa leo, kila neno ambalo litamka kwa anga yetu ufunga baraka zetu. Mungu anasema mchana wa leo, ninaenda kuangusha kila ngome, ninaenda kupomoa kila sauti, hizo nyungu zao, hizo madhabahu zao ambao wameziinua ili fungue kinywa na kumeza baraka zetu. Mungu anaenda kuzinyamazisha, Mungu anaenda kukabiliana nayo. Ila roho za adui wa kutoka bara, wa kutoka mashambani, ya kutoka mijini ambayo inatufuatilia katika kazi zetu, katika huduma yetu, ila roho ambayo imefungua kinywa wameza baraka zetu, lazima itapike ndani ya Disemba. Hizo baraka ambao walimeza yanatapikwa leo. Uzima inatapikwa, amani inatapikwa, biashara inapawikwa, fedha zinatapikwa. Hizo vitu zote ambao ni baraka zetu inatapikwa mchana leo. Mifugo ambao kila mwaka tunaendelea tu, ni namba hiyo moja tu, ng'ombe ni 2 katika boma, wanabadilishwa leo ndani ya mwaka wao. Tunamaliza mwaka wao, waliokuwa na mimba, wao wanawake wajawazito, huyo aliyesema utazaa kwa operation, ninatamka juu yako, utajifungua vizuri, utapakata watoto kwa jina la Yesu. Haleluya. Esther, ukinyamaza kimya, usifikirie umeepukana nacho. Wewe pamoja na mlango wote wa baba yako. Bwana Yesu asifiwe. Walakini ni nani ajuaye kama wewe ukujia mfalme kwa ajili ya wakati kama huo? Bwana Yesu asifiwe. Yaani ilikuwa ni kipindi adui alikuwa amepanga, akamwambia mfalme jifiche kwanza kwa mwezi mmoja. Na katika tabia zao kwamba hata kama mfalme ameenda kwa katika hali yake ya mwezi mmoja, hataki kuonekana mtu yote. Hakuna ambaye angeenda mbele ya mfalme kuingia katika nyumba ya mfalme. Lakini katika sababu ya sauti ya mtu mmoja ambaye anaitwa Mordekai, akamwambia Esther, ukinyamaza kimya pia wewe hautapona. Bwana Yesu asifiwe. Hata mchana leo Mungu anasema na wewe mchana leo, ukinyamaza kimya, pasa sauti yako tu mchana wa leo, waambia Mungu, hiyo baraka yangu ninavuka nayo mwaka 2026, watoto wangu ninavuka nao 2026. Chochote adui ameweka hapa njiani kama mitego, mimi haitaninasa na familia yangu na watoto wangu. Bwana Yesu asifiwe. Esther kunyamaza, akamwambia Mordekai pamoja na Wayahudi wote, tuingie kwa mfungo wa siku 3. Wakapasa sauti na kutangambia Mungu, fanya njia katika tabu hili, fanya njia katika yale ambayo tumekusudiwa kutendewa. Miji zote ya wao Israeli ambao mfalme alikuwa anaitawala, mfalme Ahasuero, maandiko yanatuambia kwamba baada ya siku 3 Esther akapata kibali, akaingia kwa mfalme na akamwambia mfalme, tazama tumepangiwa kuuawa. Mfalme akauliza ni nani amepanga yote? Akamwambia mtumishi wako ule pale mkubwa wa polisi, serikali ya jeshi, ule anaitwa Amani, amepanga ili tuangamie ndani ya Disemba tarehe 13. Hata barua ndio hii hapa. Wendako amekuandikia barua wakaweka kwenye chungo, wendako amekuandikia barua wakaweka kwenye madhabahu zao. Haijalishi barua aliyokuandikia, haijalishi barua ambao wamekuandikia, wameandika majina za watoto wenu, wameandika majina za kazi zako, wameandika majina za watoto wako. Haijalishi walichokiandika, haijalishi listi gani wametoa, waganga na washirikina, haijalishi. Wewe tunamjua kwamba kuna Mungu mbinguni. Amani aliandika listi, akaandika barua, akasema Wayahudi wauawe, Wayahudi wauawe tarehe 13 Disemba. Lakini mfalme akaona kibali mbele cha Esther, akamwambia Esther, ni nani amepanga kuuawa? Akasema Amani amepanga tu uawe. Akamwita Amani akamwambia njoo hapa, njoo wao baba mkuu wa jeshi, wewe
umesema kwamba mtu, kuuliza swali, mtu akifanya jambo jema akipendwa na mfalme afanyiwe nini? Akasema mfalme, mtu akifanya jambo nzuri akalishwa kwa farasi ya mfalme, avalishwe vazi ya kifalme, apatiwe pete ya kifalme, azungushwe taifa nzima, azungushwe kijijini, azungushwe mjini. Na nimekuja kutangaza kwamba ndani ya mchana wa leo unakalishwa kwa farasi ya kifalme, unavalishwa vazi ya kifalme, unavalishwa pete ya kifalme, unazungushwa katika mji mzima, kwamba huyu ndiye amebarikiwa, huyu ndiye kimbilio, huyu ndiye amebarikiwa, huyu ndiye kiongozi wetu, huyu ndiye kiongozi wetu. Hatulitarajia ni mtu amefariki, lakini hatukujua kumbe anamwabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Basi Mordekai akaitwa, akamwambia njoo hapa Mordekai. Mordekai aliingia akiwa na huzuni, akasema kwamba nimefanya nini? Akijua kwamba tunaenda kuuawa, lakini Mungu amebadilisha aibu yake kwa aibu ikawa ni furaha yake. Mungu mfalme akamwambia njoo, kimbia hapa ewe Amani, hebu mfanyie Mordekai sawa sawa na kile ungetaka ufanyiwe. Mordekai akafanyiwa kile Mordekai Amani angetendewa. Akavalishwa vazi ya kifalme, akapelekwa kinyozi, akanyolewa vizuri, akavalishwa nguo ambayo ni suti nzuri, akavalishwa viatu vizuri. Haijalishi ya kwamba walikupangia ufe, lakini kuna Mungu anakuvalisha Disemba hii. Kuna Mungu anakufanyia shopping Disemba hii. Kuna Mungu anakuvalishia watoto wako Disemba hii. Kuna Mungu anakulipia karo Disemba hii. Kuna Mungu anakulipia school fees Disemba hii. Kuna Mungu anakupeleka kiwango nyingine Disemba hii. Kuna Mungu anakupatia promotion Disemba hii. Haijalishi amesema nini. Ninaona ukitembea kwa farasi, ninaona ukivaa nguo ya mfalme, ninaona ukitangaza wakisema huyo ndiye Yusufu wa kwetu, huyo ndiye nguvu yetu, huyo amekuwa akituombea kisiri. Leo hii tumetambua asingekuwa huyo hatungevuka mwaka huu. Inaona mtu akisafiri na shopping mikononi, naona mtu akisafiri akiwa na furaha huku akirusharusha mikono, akasema ni Mungu. Nimeona mtu akienda nyumbani akiwa na watoto wake mikononi, akiambia mama, nimekuletea wachukuu, hata kama ameweka matungule, hata kama amechinja ndoze, hata kama ametoa sadaka, ona Mungu mbinguni hayatawashughulikia, maana tumebarikiwa. Hiyo vazi ya kifalme, hiyo farasi ya kifalme, hizo pete ya kifalme ni ya kutia muhuri. Tunaenda kutia muhuri hii Disemba, tunaenda kutia muhuri ndani ya biashara, ndani ya boma, tunaenda kutia muhuri, tunaenda kutia muhuri. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Mordekai akavalishwa, akakatishwa kwa farasi, akazungushwa mji mzima, jimbo yote ambao walikuwa wameandikiwa barua, akazungushwa na yule Amani ambaye alikuwa adui yake. Akasema hey, Amani ndio huyu, Mordekai ndio huyo ndio anayependeza mfalme, huyu ndiye anayempendeza mfalme, huyu ndiye ambaye anapendeza mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Familia nzima Amani ikashangaa. Kwa nini? Na huyu tu alikuwa ameandika barua kwamba Mordekai na Wayahudi wote wafe. Leo hii ndio wa kwanza kusema hakuna mtu mwingine kama Mordekai, hakuna mtu mwingine kama Mordekai. Wanakubadilishiwa, wana vitu inabadilishwa, There is a turn around katika hiyo biashara, there is a turn around kwa hiyo ndoa, there is a turn around kwa hiyo kazi, there is a turn around. Things are changing in December here, things are changing. Ndani ya December vitu inabadilika. Hautamaliza mwaka ukiwa na machozi, hautamaliza mwaka ukiwa mahuzunika, hautamaliza mwaka ukiwa manungunika, hautamaliza mwaka ukiwa unahuzunika. There is turn around, there is a turning around in your life, there is turning around in your business, there is turning around in your ministry, there is turning around in your service, there is turning around in your family, there is turning around. Hallelujah.
that is turning around. Alibadilisha maisha ya Mordekai, alibadilisha maisha ya Wayahudi, alibadilisha maisha ya Esther. Hata yako inabadilika. Wapatia wawili high-five, mwambie inabadilika. Inabadilika mchana wa leo, inabadilika Disemba hii, inabadilika. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. That is turn around. Mimi sistuliwi na sauti zao. Sistuliwi hata na kama wametoa sadaka ya ng'ombe, ya ngamia, sistuliwi. Ninachojua kuna sadaka ambayo Yesu pekee alilipa gharama msalabani, na kuna sadaka ya waganga na wachawi ambayo itashinda sadaka ambayo Yesu alisema imekwisha. Ninachojua imekwisha. Mimi naishi starehe, ninaishi na furaha, ninaishi na amani. Yesu amelipa msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi, sema haijalishi. Haijalishi. Hata kama walienda Uganda, hata kama walienda Tanzania, hata kaenda kwa Sumbawanga, hata walienda Kitwe, hata wakachinja ng'ombe, wakamwaga damu, haijalishi. Haijalishi. There is God in heaven. Kuna Mungu mbinguni. Kuna Mungu mbinguni. Akisema amesema. Andiko inasema akisema jambo, yeye hufuatilia na kuhakikisha kwamba limetimia. Haijalishi. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi. Hakuna mtu anaweza pingana na Mungu wetu. Hakuna mtu anaweza kujipima na Mungu wetu. Tunamuona akitenda katika madhabahu haya. Mungu anaweza peana mtoto kwa mama ambaye amekaa miaka 19. Ni Mungu 39. Ni Mungu ambaye abadilike. Ni Mungu ambaye asafiri. Ni Mungu ambaye asinzi. Ni Mungu ambaye itani kikao. Ni Mungu ambaye asemeshi na mtu. Ni Mungu peke yake. Na akasema mimi ni Mungu peke yangu. Sishiriki utukufu na yoyote. Sishiriki utukufu na yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza ile Deuteronomy 33 verse 6. Yakobo akawaita watoto wake wote. Kumbukumbu la Torati 33:6. Yakobo anaita watoto wake wote na kaanza kunena vitu tofauti ambayo hawakuwa wanatarajia. 33:6. Sema leo hiyo sauti. Tuanzie Genesis 49. Nitamalizia hapo kwa Deuteronomy. Genesis 49 verse 4. Genesis 49 verse 4. And the Bible says, Genesis 49 verse 4. Wakati mwingine Genesis 49 verse 4. Maandiko yanasema, Yakobo akawaita wanawe akasema, kusanyikeni ili niwaambie atakayowapata siku za mwisho. Kusanyikeni mkusikie, enyi wana wa Yakobo. Msikilizeni Israeli baba yenu. Rubeni mzaliwa wangu wa kwanza, nguvu zangu na malimbuko ya uwezo wangu. Umewapita wengine kwa ukuu na kwa nguvu. Umeruka mpaka kama maji, basi usiwe na ukuu, kwa sababu ukilikipanda kitanda cha baba yako ukakitia unajisi, ulikipandia kitanda changu. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Yakobo anatamka vitu vizito kwa wanao, na Rubeni akafanyika kwamba akapatikana ni mmoja wao ya yule ambaye ya yule mtoto ambaye alitamkiwa laana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini utapata kule mbele venye Mungu amesema, umeruka mpaka kama maji, basi usiwe na ukuu, kwa sababu ulikipanda kitanda cha baba yako ukalitia unajisi. Kumbukumbu la Torati 33 verse 6. Sikiliza,
Kumbukumbu la Torati 3:6 anasema Rubeni na aishi asife, lakini watu wake wawe wachache. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akarudi akabadilisha ya matamshi ya Yakobo. Baba yake alikuwa amemlaani, lakini Mungu akaja kupitia kitabu cha Kumbukumbu kwamba akasema Rubeni na aishi. Bwana Yesu asifiwe. Rubeni aishi, lakini watu wake wawe wachache. Na mchana leo nimekuja kutangaza biashara yako iishi, ndugu zako waishi, familia yako iishi, kazi yako iishi, mifuko za kwenye iishi, huduma yako iishi, afya yako iishi, kila chochote unachokiekelea mkono iishi. Bwana Yesu asifiwe. Bali hautakusudia, hautaona tena hasara. Ndani ya Disemba hii kuna vitu zitaishi. Kuna watu wataishi. Kama mmezoea, watu wamezoea Disemba mnazika. Ndani ya Disemba hakuna kuzika. Ndani ya Disemba hakuna kusafiri matanga. Ndani ya Disemba hakuna kusafiri matanga. Wewe utapeleka watu kufungua nyumba. Utaita watu kuja kusherehekea yale Mungu ametenda. Unaita mchungaji wako, unaita ndugu zako, unaita familia, watu wa kwenyo, mwambie njooni muone kila Mungu ametenda. Hata kama walikuwa wamekusudia kwamba urudi nyumbani, uita watu kwamba mimi nimeshindwa na maisha ya Nairobi. Unaita rudi nyumbani, ukiambia familia nimekuja kuleta sherehe na kwamba Mungu amenisaidia mwaka mzima. Ndugu zangu njooni, msikuje na chochote. Nimechinja mbuzi kuja, nimechinja ng'ombe kuja, nimekuja na chochote, kujeni na watoto wenu. Wewe unakusanya watu Disemba hii. Utakusanya ndugu zako hii Disemba. Utakusanya marafiki yako hii Disemba. Usherehekea kila Mungu ametenda. Ushuhudia kila Mungu ametenda. Uyatarajia kuambia watu kila Mungu ametenda ndani ya mvua ya neema. Una watu wataita wachungaji, una watu wataita viongozi wa kanisa, waje kufungua biashara, waje kufungua manyumba, waje kufungua kazi, waita viongozi wa kanisa, ushuhudia kila Mungu ametenda. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kabila zingine hawajui kwamba kuna sherehe ya kufungua nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Kuna sherehe ya kuweka wakfu nyumba, ya kwenda kuambia Mungu asante kwa kwamba umemsaidia akajenga nyumba. Watu wamezoea matanga kwenye boma. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mchungaji mmoja nilikuwa namsikia akisema kwamba kuna wakati alialikwa Mumias kwenda kubariki nyumba ya mshirika, na huyu mshirika alikuwa amekaa naye zaidi ya miaka 5. Akamwambia, baba yangu wa kiroho, nataka uje tarehe fulani. Na kumbe hiyo tarehe ni the same week. Kuna matanga ambayo ilitoka Marakwete, kuna matanga ingine ilitoka Mombasa. Kwa sababu huyu mchungaji ajui ile mtaa mzuri, yeye katika kutembea kwake akafika akakutana na mzee mmoja wa kijiji. Akamwambia, naomba unisaidie, mimi nimetoka Nairobi na nimekuja kwa sababu kuna ibada ya kufungua nyumba. Mzee alishangaa sana, akamwambia, hapana mchungaji, kwa hii kijiji ninachokijua kuna matanga ingine hapa na kuna matanga ingine mbele. Hii hapa imetokea Marakwete, ile mbele imetokea Mombasa. Sasa unasema sherehe ya kufungua nyumba, ibada ya kufungua nyumba, mimi sijui. Hatujaisikia kitu kama hiyo. Kuna kabila hawajui kuna ibada ya kufungua nyumba. Una ibada ya kuambia Mungu asante. Una ibada ya kukaribisha watu. Una ibada ya kuleta watu pamoja. Wamezoea harusi, wamezoea matanga. Leo hii unarudi na kitofauti, unarudi na mfumo tofauti. Hautakuwa mtu wa kukusanyisha watu kwa matanga. Simu yako haitakuwa simu ya matanga. Simu yako haitakuwa simu ya kukopa.
Simu yako haitakuwa simu ya kuomba fare kurudi Nairobi. Simu yako itakuwa ni simu ya kumwambia ndugu yangu, dada yangu, karibu December 25, karibu December 31, inaenda kuweka sherehe. Waambia Mungu asante, alimponya mama yangu, alimponya ndugu yangu, aliniokoa kazini, nilikuwa nikufe, nilikuwa nizikwe, lakini Mungu ametenda. Ndani ya mwaka huu simu itakuwa ni ya baraka tu, ya kukusanya watu, waambia kile Mungu ametenda. Bwana Yesu asifiwe. Watu wamengojea kwani simu, tupige simu. Nimekosa fare kwenda nyumbani, nimekosa fare ya karo, nimekosa fare ya kulipa renti. Tunabadilisha leo, tunabadilisha leo. Mitazamo yao inabadilika, matamshi yao inabadilika. Ule Mungu aliyembariki Mordekai, ule Mungu aliyemuinua Mordekai, ndani ya mchana wa leo atakuinua mchana wa leo katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Turudi pale Mwanzo 4:16. Mwanzo 4. Genesis chapter 4. Wakati mwingine unaweza badilisha vitu. Genesis chapter 4. Kaini akatoka mbele ya uso wa Bwana. Rudi 15. Bwana akamwambia, kwa sababu yoyote atakayemuua Kaini atalipizwa kisasi. Rudi 13. Kuna kitu nataka kuileta hapa. Kaini akamwambia Bwana, adhabu yangu imenikulia kubwa, haikunichugulika. Bwana Yesu asifiwe. 14, twende 14. Tazama, umenifukuza leo katika uso wa ardhi, nitasitirika mbali na uso wako, nami nitakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani, hata itakuwa kila anionaye ataniua. 15. Bwana akamwambia, kwa sababu hiyo yeyote atakayemuua Kaini atalipizwa kisasi mara 7. Bwana akamtia Kaini alama, mtu amwonaye asije akampiga. Bwana Yesu asifiwe. Pengine kuna watu wamepanjikwa sura ya kwamba huyu ana pesa, hata ishika pesa, huyu ni ombaomba. Kuna wengine wamepachikwa sura ya kudharauliwa, kuna wengine wamepachikwa sura ya kuchukiwa, kuna wengine wamepachikwa mtu akikuona tu anakuona kwamba wewe ni mtu ufai katika hiyo kazi, anakuona sura tu anajua huyu haizani na hiyo kazi, huyu hiyo ofisi amfai, huyo ofisi ambayo atakaa. Lakini nimekuja kutangaza leo, kama Mungu alimwekea alama huyu Kaini, akamwekea alama Kaini, na akamwambia Bwana akamwambia, kwa sababu ya yeyote atakayemuua Kaini atalipisiwa kisasi, na kwa yeyote ambaye atainuka kinyume na wewe Desemba hii, Mungu anaenda kumlipisia kisasi. Mungu anaenda kulipiza kisasi, iwe ni mara 7. Kama alikupangia kwamba utarudi Januari, Mungu analipiza kisasi. Wengine wamepangiwa ajali ya gari, wengine wamepangiwa ajali ya pikipiki, wengine wamepangiwa ajali ya baiskeli, wengine wamepangiwa ajali ya moto, wengine wamepangiwa ajali aina yote. Lakini Mungu anabadilisha mchana wa leo. Aliyebadilisha kwa Mordekai, Mungu anaenda kujilipisia kisasi. Mungu anaenda kujilipisia kisasi. Kaini alitayua ghadhabu yake, akasema kwamba nimetoka katika uso wako na sistahili tena kwa machoni pako. Lakini Mungu akaona huruma mbele zake, akamwambia Kaini, mimi nakujua vyema na naweka alama mbele zako, hala kuna yeye atasimama mbele yako na akainua upanga mbele yako hata akakuua kamwe, kwa maana uko na alama usoni mwangu. Mchana wa leo Mungu anaweka alama kwa hiyo biashara, mchana wa leo Mungu anaweka alama kwa hiyo kazi, mchana wa leo Mungu anaweka alama kwa hiyo ndoa, mchana wa leo Mungu anaweka alama kwa hiyo ndoa, mchana wa leo Mungu anaweka alama kwa hiyo huduma, mchana wa leo Mungu anaweka alama kwa biashara yako. Yaani ya mchana wa leo hakuna atakayekuja na atoka bila kununua chochote, hakuna atakayekuja kwako na atoka akiwa amehuzunika, hakuna atakayekuja kwako atoka akiwa ananong'onika, kwa maana Mungu anaenda kujitambulisha katika chochote ulichokifanya ndani ya mwaka huu. Hapo barani kwenu, wenye biashara yako, una kitu Mungu anaenda kutenda. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 16.
Kaini akatoka mbele ya uso wa Bwana. Haleluya. Kuna tofauti ya Mungu kutoka mbele ya uso wako na tofauti ya wewe kutoka mbele ya uso wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akitoka mbele ya uso wako utalaniwa. Wewe hautaishi maisha mazuri tena. Ukitoka tu, Mungu akitoka mbele yako, Mungu akikuacha na ende, basi inamaanisha kwamba alikuja lakini alikuacha ukiwa peke yako. Lakini wewe unapojitoa mbele za Mungu, ni kwamba umeheshimu Mungu, ni kwamba umetambua kile Mungu ametenda mbele yako, wale Mungu anaenda kufanya. Ninasema mchana wa leo, usiache Mungu akatoka katika biashara yako, usiache Mungu akatoka katika kazi yako, usiwache Mungu akatoka kwa huduma yako, lakini wewe endelea kukaa kwenye Mungu, endelea kukaa mbele za Mungu. Unapotoka tu mbele za Bwana ni kumheshimisha Mungu. Mwambie Mungu, nimevunjika mbele yako, sistahili kutazama uso wako, sistahili kuitwa mwanao, lakini nimeshuhudu mbele zako. Ninainama tu mbele yako Bwana, ukienda ukijuta yale umetenda, lakini Mungu akitoka mbele zako, mwanangu, utacheka, utaulia sana, ndugu yangu utalia sana, kaka yangu utalia sana, utaishi maisha ambayo si mazuri. Usiache Mungu akatoka mbele zako, lakini wewe kaa mbele za Mungu ukiambia Mungu, nihudumie, Mungu nifungue, Mungu nisaidie katika kila jambo. Bwana Yesu asifiwe. Kaini akatoka mbele ya uso wa Bwana, akakaa katika nchi ya Nodi mbele ya Edeni. Haleluya. Sikiliza, mstari wa 17 ndio nzuri sana. Kaini akamjua mkewe. Haleluya. Hata kama alikuwa amelaaniwa, kama Mungu alikuwa amemlaani, lakini maandiko yanasema Kaini akamjua mkewe, naye akapata mimba, akamzaa Enoko, akamjengea mji, akawaita Enoko. Haleluya. Ndani ya Disemba hii unaenda kujenga mji. Ndani ya Disemba hii unaenda kujenga mji, unaenda kujenga mji, unaenda kupata hitaji kwa ajili ya biashara. Ndani ya Disemba hii unaenda kuinuka. Ndani ya Disemba hii unaenda kubrand biashara yako. Eden's Gate Hotel, unaenda kubrand biashara yako kwamba Mungu hajaibadilika kamwe. Shadraka, Meshaki na Abednego walimtumainia Mungu mpaka siku ya mwisho, hakumwacha Bwana. Na pia wewe siku ya leo, kwa maana umekaa mbele za Mungu, kila wakati unamtumikia Mungu, ndani ya Disemba Mungu atakubariki. Unaenda kushika baraka zako na mikono yako, unaenda kuona baraka zako Disemba hii. Haleluya. Kaini akamjua mkewe, akamzaa mwanao anaitwa Enoko, na akamjengea mji, akaliita Enoko. Bwana Yesu asifiwe. Ni mtu ambaye alikuwa amelaaniwa, lakini sauti ambaye Mungu alikuwa ametamka alibadilisha baadaye. Haleluya. Haijalishi wamesema nini, haijalishi ni kipi wamesema, lakini Mungu anaenda kukutendea. Haleluya. Mstari wa 18, Enoko akamzaa Iradi, Iradi akamzaa Muyayani, Muyayali akamzaa Methushaeli, Methushaeli akamzaa Lameki, Lameki akajitwalia wake wawili, jina la kwanza ni Ada na jina la pili ni Sila. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe katika uzazi wako kuna twins hapo mbele. Bwana Yesu asifiwe. Wala kitu Mungu atatenda. Ada akamzaa Yabali, huyo ndiye baba yao wakawa katika ema ya kufunga wanyama. Na jina la ndugu aliitwa Yabali, huyo ndiye baba yao wapiganao kinubi na filimbi. Bwana Yesu asifiwe. Nataka turuke mbele. Haya, sikiliza 25. Walikuwa wamedhania kizazi cha Adam na Hawa kimeisha. Baada ya Kaini kumuoa ndugu yake Abeli, akajua huyu mzee amebaki na mtoto mmoja. Lakini vile Mungu ni wa miujiza. Haleluya. Mungu ni wa miujiza. Mstari 25 akasema, Adamu akamjua mke wake tena. Haleluya. Akazaa mwana wa kiume, akamwita jina lake Sethi, maana alisema Mungu ameniwekea uzao mwingine mahali pa Abeli, kwa sababu Kaini alimuua. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama kuna biashara, ulikuwa na biashara mbili, biashara ikafa ndani ya mwaka huo, kuna Mungu anaenda kukupatia biashara nyingine tena.
Hata kama kuna kazi ulipoteza mwaka huu, Mungu anaenda kukupatia kazi nyingine tena. Hata kama ulipoteza mtoto mwaka huu, Mungu anaenda kupatia mtoto mwingine tena. Hata kama ulipoteza hitaji ya kuanzia biashara mwaka huu, Mungu anaenda kupatia hitaji nyingine tena. Hata kama ulipoteza mume mwaka huu, Mungu anaenda kupatia mume mwingine tena. Yani umri ambao Adam na Hawa walikuwa nao ilikuwa ni umri ambao umeenda sana, ambao imefikia mpaka Kaini amezaa watoto kadha wa kadha, amezaa watoto mpaka Adam na Hawa wako na wajukuu, lakini Mungu anarudi anawabariki na mtoto mwingine. Kuchelewa kwako sio kukosesha kwako, uchelewesho sio kunyimwa. Mungu anaenda kupatia baraka yako, Mungu anaenda kukupatia baraka yako ndani ya Disemba hii. Una baraka Mungu ameachilia, una baraka Mungu ameachilia, una sauti Mungu anazishughulikia. Walisema Kaini ameua Abeli, familia yake imeisha. Ombe kuna Mungu mbinguni anaenda kukupatia hitaji nyingine. Ombe kuna Mungu mbinguni anaenda kubariki na kazi mpya. Ombe kuna Mungu mbinguni anaenda kubariki na biashara mpya. Ombe kuna Mungu mbinguni anaachilia utaji upya. Ombe kuna Mungu mbinguni na kupeleka mataifa nje. Usikate tamaa. Wewe ambao uko na pasipoti, Mungu anakupeleka nje. Ndani ya mwakani ujao, mwaka kama huu, mwezi kama huu, utakuwa unaimba hosana hosana. Mungu amenitendea, Mungu amenikubalia, Mungu amenitembeza ndani ya mwaka huu. Haijalishi umekana driving license au hujaendesha gari mwaka mzima, mwaka unaokuja, mwaka ambao unaokuja, unasema utapigiwa ya kuitwa kazi, ya kuitwa kazi, ya kuitwa kazi. Haijalishi kwamba umekaa una degree yako, uko na shahada yako kwa nyumba, imekosa kazi, Mungu anaenda kukupatia kazi. Kwa maana kuna sauti ambayo imetolewa leo. Una sauti Mungu anaiondoa, una sauti Mungu anaiondoa, una mambo Mungu anabadilisha. Utashika kazi yako kwa mikono, unaingia kwa ofisi yako ukiwa na secretary, ukiwa na secretary wako, ukiitwa bosi, ukiitwa chairman, ukiitwa treasurer, wana kazi unapewa, ukiitwa manager, ukiitwa supervisor. Waliokuchukia Mungu anakuelekea, Mungu anakuregeshea. Hao walianena mabaya katika maisha yetu, Mungu anabadilisha. Walipanga mauti hata kwa nyumba yetu, lakini Mungu mchana wa leo anaenda kubadilisha. Sauti za waganga, sauti za washirikina, sauti za wachawi, sauti ya kutoka wapi, haijalishi ni wa Uganda, haijalishi ya Zimbabwe, haijalishi ni ya Kitui. Walisema utazika mzazi, walisema utazika, walisema utapanda, walisema utakanyaga ardhi. Ninatangaza mchana wa leo, chochote walichokitamka kinakufa mchana wa leo. Chochote walichokipanda katika madhabahu yao inakufa mchana wa leo, inakufa mchana wa leo. Unaachiliwa kazi yako, inaachiliwa biashara yako katika jina la Yesu. Mungu yule huyo aliyepasua bahari ya Shamu anapasua tabu, anapasua shida, anapasua huzuni, anapasua kilio, anapasua majaribu, anaachilia baraka. Haleluya. Disemba hii hatutakuwa na kilio. Disemba hii hatuziki. Disemba hii tunasafiri kwa miguu zetu. Disemba hii tunakumbana na familia zetu. Disemba hii tunakula na kunywa vizuri. Disemba tunapoenda bara, wengine tunapangiwa mitego kwamba unapokuja bara usirudi Nairobi. Natangaza katika jina la Yesu, kila walichoweka kwenye barabara, unapoingia kwenye geti ya bomba, na ana anoint miguu yako. Mungu anoint miguu yako ili unapokanyaga chini, hiyo kama wale vilema wanne, wale vilema wanne walipotembea kwenye miji ikatetemeka, miji ikatetemeka. May the Lord amplify your feet. May the Lord amplify the sound of your feet. May the Lord amplify the sound of your feet. May the Lord amplify the sound of your feet. Unapoingia kwenye mjini, unapoingia kwenye kijiji, unapoingia kwenye boma, may your feet be anointed. May your feet be anointed. May your hands be anointed. May your children be anointed. May your car be anointed. May your motorcycle be anointed. Everything that belongs to you, may the Lord anoint
anointed. Unapoingia vitu vitetemeke, vitu vitetemeke, vitu vitetemeke. Wachawi watetemeke, waganga watetemeke, uchawi wao utetemeke. Yote ambao wameweka kwenye ardhi itetemeke, itapike yoyote ambaye wamefungiwa kwenye majenesa, wamefungiwa kwenye nyungu, wamefungiwa kwenye mashembo. Wengine wameweka majina yao wakaweka kwenye pango. Mchana wa leo sauti ya Bwana inashuka, inashuka kama radi, inashuka kama radi. Sauti ya Bwana inashuka. Una watu wanatolewa katika manyungu ya kiwachawi, una watu wanatolewa, una ndugu zetu wanatolewa katika nyungu ya wachawi, katika nyumba ya ulevi, katika nyungu ya ukosa kazi, katika viungo vyao wenye mapango waliochimba. Inasimama mchana wa leo ikitangaza kwa jina la Yesu, hakuna ndugu yetu, hakuna dada yetu, hakuna familia yetu, hakuna mifugo yetu ambayo itaangamia. Natangaza kwa jina la Yesu, sauti za waganga, nitii neno la Bwana, nitii neno la Bwana, nitii neno la Bwana, nitii neno la Bwana. Simama kwa miguu yako.